Sikiza hapa vizuri kabisa. Ushaijua kwamba kuna vitu vinaweza fanyika katika maisha yako, watu waanze kuulizana, imekuwa aje huyu ako hivi ako hivi ako hivi. Ushaijua kitu kama hiyo? John chapter 9 verse 1 kuendelea mbele, tunapata kwamba palikuwa na kipofu ambaye alikuwa kipofu tangia kuzaliwa kwake. Palikuwa na kipofu ambaye alikuwa kipofu tangia kuzaliwa kwake, hajaiona mwangaza, ni giza kwa uso wake. Yesu alipokuwa katika wanafunzi wake, wanafunzi wakamuuliza, Rabi, je, ni nani aliyefanya dhambi ndio huyu mtu aweza kuwa kipofu? Je, ni yeye ama ni wazazi wake waliweza kumfanya hivi? Waliweza kufanya dhambi ili aweze kuwa kipofu? Yesu aliwaambia kwamba hapana, hii ni kazi ya Mungu tu, ni kazi ya Mungu iweze kudhihirishwa ndani yake. Yaani kazi ya Mungu iweze kudhihirishwa ndani yake. Mara mingi katika maisha tumezoea kuwa watu wa haraka haraka, watu wa upesi upesi. Unajua yule kipofu hakuwa na haraka ya kuweza kuwa na macho, kwa sababu alijaribu kwa muda mrefu aweze kuwa na macho, lakini alishindwa. So ile alifika mahali akasema ni sawa, daktari mwenye kakuja kumtibu akikuja ni sawa, asipokuja well and good, nitakufa kipofu. Sikiza, kwa hii maisha usiharakisha mambo, enda pace, pole pole. Unajua kuna wale ambao wanauliza maswali saa hizi, kwani tangu huyu mtu azaliwe mpaka saa hizi na aliyemroga? Baiskeli hana, gari hana, nyumba pia ndio hiyo hana. Isitoshe, kama ni mwanaume wanasema hata pia girlfriend hana, na kama pia ni girl pia wanasema hata boyfriend pia hana. Sikiza hapa. Don't ever compete na mtu kwa maisha. Usiwahi compete na mtu kwa maisha. Enda kwa pesi yako. Usione mtu ako na gari pia unafikiria kununua gari. Usione mtu ako na nyumba nzuri pia unafikiria kuwa nyumba nzuri. Usione mtu ameoa bibi pia unafikiria mimi naoa kesho. Enda na pesi yako. Hii maisha ni mafupi. Enda na pesi yako. Pumbavu zangu.